Yes, ni wakati mwingine, wakati mzuri zaidi tukiwa hapa jijini Mbeya, nikiwa na moja ya msanii ambaye anatokea Wandazuru katikati ya mji Uyole. Karibu sana bwana. Asante. Kwa majina anakuita nani? Kwa majina naitwa Josephat Niuka, jina la sanaa natumia Matai. Yes, wa kumuita Matai. Moja kabla tujafika mbali, kazi zipi ambazo ulizifanya na kwa jinsi fahari, na mpaka sasa umefanya kazi ngapi kwenye sanaa? Unaweza ukazitaja kwa majina, labda mashabiki zako wakaziangalia. Labda ni wape tu moyo mmoja hivi mashabiki zangu. Nimefanya kazi nyingi na zingine nimezisahau, ila kuna kazi kama 3-2 hivi za kama sikosei hivi. Ndio hizo ambazo ukizifuatilia zitakupa wewe shabiki yangu, zitakupatia moyo wa kuendelea kunifuatilia mimi mtani wako. Nimefanya kazi inaitwa Ni Nani. Ndio. Hiyo kazi imenitambulisha, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu nimepokelewa vizuri na mashabiki zangu. Sawa. Nimefanya kazi nyingine inaitwa Fauda, ingawa haijamalizika bado. Okay. Lakini na penyewe nimeona matunda kidogo. Ila kuna kazi hapa nimetoka kuifanya mara ya mwisho, nakumbuka, inaitwa Zora. Yaani tafsiri yake ni mwangaza. Hiyo ndo filamu ambayo inanipa jina zaidi na kunipatia uwezo wa kuzidi kufikiria mbali zaidi. Okay. Sawa, vizuri. Na nimependa majibu yako, nimependa kumbukumbu yako nzuri ya kazi ambazo umezifanya. Je, katika kazi hizo zote ambazo umeweza kufanya, uliwahi kupewa nafasi ya uhusika mkuu? Uhusika mkuu? Yes. Ndio nimepewa. Okay. Nimepewa kwenye kazi mbili. Yeah. Nimepewa kwenye Ni Nani, lakini uhusika ambao nimepewa unaelekeana kabisa na uhusika mkuu, lakini sio uhusika mkuu kivile. Uhusika ambao ni kwa mfano sasa, mimi na wewe si marafiki. Wewe rafiki ambaye unateseka sana na mapenzi, mimi nipo karibu sana na wewe. Okay. Ndio uhusika ambao nimepewa. Okay, sawa. Okay, vizuri. Na nikukatize kwa hapo kidogo. Ningetamani kujua moja kati ya tasnia ambayo inakimbiliwa sana na vijana wengi kwa generation ambayo tunaipitia ni sanaa. Wengi wamekuwa wakitamani kuingia, wengi wamekuwa wakitamani kuyaishi maisha ya wasanii. Ni zipi changamoto hasa za msanii kwa msanii mmoja ambaye anajitafuta kuanzia chini, anatamani kwenda kwenye makampuni yenye majina, watu wenye majina, aweze kuonekana, aweze kutafuta jina lake likampa thamani. Wewe kwako imekuwa kiasi gani ni vigumu, na changamoto ni zipi ambazo unapitia mpaka sasa? Changamoto ni nyingi, changamoto tunakutana nazo. Ndio. Tunakutana na changamoto mpaka muda mwingine unaumiza kitu kwamba niachane na sanaa, lakini bado unasema Mwenyezi Mungu atanisaidia. Okay. Kulingana na changamoto nilizozipitia mimi, changamoto nyingi, ila nitataja changamoto ngumu ambazo nimezipitia. Sawa. Nakumbuka tulipokuwa tunashuti hii tamthilia ambayo haijaisha bado, inaitwa Zora. Bado haijaisha, nahisi Mwenyezi Mungu akibariki tutaiendeleza. Sawa. Tulikutana na vikwazo vingi, changamoto nyingi. Utakuta umeshuti nini na nini. Yeah. Mara editor amezingua, inabidi tena mwende mrudie. Okay. Mara kameramani kazingua, inabidi tena mrudie. Kwa changamoto zipo, na ninachowasihi wasanii wengine ambao wanataka kuingia katika sanaa ya uigizaji, yes, waje tu, ila wavumilie. Ni moja kati ya changamoto watakutana nazo. Ndio. Watakutana changamoto nyingi. Okay, sawa, nimekupata kwa uzuri. Changamoto kweli zipo, lakini kuna hii kasumba moja inaonekana kwamba wasanii kuna viwango, au kuna wasanii pia wengine tumeshai kuwaona wakiwa na majina makubwa na kila kitu, lakini ukija katika swala la uchumi kwao imekuwa ni vigumu sana, licha kuwa na majina, licha kuwa na uzoefu mkubwa, licha kuwa ni legend. Tunaona baadhi ya maafa yakitokea kama misiba na nini, inakuwa kama fezea kwa watu wakishaona kwamba mbona huyu msanii alikuwa na jina kubwa, anaishi mazingira kama haya na nini hivi. Tupe tathmini. Wewe kati ya kazi ambazo umewahi kufanya, uliwahi kulipwa? Kulipwa nimewahi. Okay. Inategemeana na kazi uliyofanya. Kwa mfano,
Msanii anapokuja mbele yako anataka kushoot. Yes. Inategemeana na msanii wa aina gani uliyempokea. Okay. Au basi nikukatize hapo hapo. Yaani namna gani msanii unayemhitaji, nahitaji kujua kiwango gani ambacho unaweza kafikia ukasema yes, hiki kiwango naweza kulipwa licha kutokuwa na jina. Kwa sababu tunaweza tukaona watu kweli wana majina lakini bado hawajafikia viwango vya kuigiza labda kimataifa, kuweka ushindani wa East Africa, Afrika Mashariki na Afrika yote kwa ujumla, hata dunia nzima. Kiwango kipi ambacho unasema kwamba labda msanii akifikia pale, au hata wewe mwenyewe unaishi kwamba nikifikia sehemu fulani pale na uwezo wa kumwambia hata mtu akifika sasa hivi bei mimi bila 300 sini moja si shoot na nini? Kiwango kipi? Au imekuwa ni kasumba tu? Mfano mzuri, nikupe mfano mzuri. Mfano mzuri ni hao wenzetu wasanii wa Nigeria. Okay. Hawa wasanii wenzetu wa Nigeria ukiangalia filamu zao zinatazamwa dunia nzima kwa sababu wazungumza Kiingereza, si ndio? Alafu mfano mwingine ni kwamba sisi huku wa Tanzania tuna ile ya kuminyiana. Wewe una kitu, yes, mimi nina kitu, yes, ila kuunganisha vile vitu vyetu ili tusonge mbele. Yani kuna roho fulani mtu waga anaziweka. Aha, okay. Na ndio maana wasanii wengi waga hawafiki kwenye kiwango kile. Anaweza akawa ana kipaji kikubwa, yes, ni mtu maarufu katika umaarufu wake, ila roho yake ile Mwenyezi Mungu anamfanya awe chini. Hata ukutana naye unaweza ukawa unaangalia kwenye TV, kwenye mavideo, kwenye mabanda ya filamu, kwenye mabanda ya sinema huko. Wanasema huyu nikutana naye sijui nini na nini. Yes. Ukija kukutana naye uchumi wake ni yani angalau hata msanii chipukizi sana. Okay. Mpaka wewe mwenyewe unaanza kujiuliza, hivi huyu ndio yule star? Sahihi. Okay, lakini licha ya hayo yote ambayo umeyazungumza na umeyatolea ufafanuzi, bado una moyo wa 100% wa kusema kwamba nafanya sanaa inipe kipato cha kuishi? Ndio, sanaa. Okay. Sanaa mimi nakumbuka kabisa sanaa nimeanza nipo primary. Kwa sanaa mpaka hapa nilipofikia nimemaliza kidato cha 4. Yes. Sanaa bado ninaitegemea. Ingawa kuna kazi zingine nafanya kwa ajili ya kunipatia kipato cha kula nini na nini. Okay. Ingawa sanaa ndo tawi namba 1 ambayo nimeliweka katika maisha yangu. Okay, tukigusia katika upande wa serikali katika uwekezaji wake, sijaiona nguvu kubwa sana kusema kwamba kuna namna inaweza ikawekeza katika upande wa filamu kwa kiasi kikubwa. Hii unahisi ni vipi? Kwa sababu watu wengi wanajitengeneza majina yao binafsi, kwamba serikali itashindwa kuwaamini kuwapa kipato, au kuna namna tu kwamba serikali yenyewe tu imeamua kuwekeza nguvu kubwa sana kwenye michezo na kuacha sanaa. Sanaa imepewa nguvu ndogo sana kwa Tanzania. Wewe hii inawaumiza kiasi gani pale ambapo mnakosa labda mitaji na nini na kila kitu kufanikisha wazo zuri ambalo mmeliandika kuliwasilisha katika jamii? Inaumiza. Hata ukiangalia hawa wasanii wakubwa waliofika wenye majina yao makubwa. Yes. Hata ukiangalia interview zao wanataja hiyo changamoto uliyotaja wewe. Wanataja. Ila serikali ya Tanzania imebezi sehemu moja kwa sababu sawa. Kwa sababu moja, sisi wa Tanzania ukimpatia mtu, kwa mfano mimi nimekupatia wewe 1,000,000, nenda kafanye kazi fulani. Sahihi. Ile kazi umefanya nusu. Sahihi. Mimi siwezi nikakuamini tena. Nakumbukaga walisemaga kwamba kuna fursa zimetoka za wasanii kwenda kuchukua fedha. Yes. Serikalini. Yes. Unaenda na dokumenti zako pale nini na nini. Yeah. Mnachukua ile fedha mnaenda kufanya filamu. Okay. Watu wengi walijitokeza. Wasanii wengi walijitokeza, hata ambao sio wasanii. Okay. Walijitokeza. Yeah. Wakachukua zile fedha
Yes. Kitu walichokifanya hamna, na ndio maana serikali ya Tanzania imeamua kuwekeza sana kwenye mpira. Okay. Sawa. Kwenye michezo. Na sio kwenye sana. Lakini licha ya kuwa na changamoto hii, wapo watu ambao wana uhitaji wa kufanya na wana mawazo ya kweli. Lakini kwako wewe, kwa namna mpaka sasa hizi ulipofikia, una matumaini gani ya kwamba, au na kipi cha kuwaomba wasanii wenzako, maproducer ambao wanaandaa kazi, wasimamizi wa kazi, mambo mawili au matatu tu ya kuwasii wao ili muendelee kustahimili katika muhimili mzuri sana wa filamu na muweze kufikia malengo ambayo yatatufikisha hata tukachukua tuzo za kimataifa? Mimi kama mimi binafsi ninachowasii maproducer, madirector pamoja na wasanii wenzangu, kikubwa ni kuweka lengo moja. Okay. Nataka Tanzania iwe Tanzania ya viwanda vya filamu. Yes. Basi ni kuweka lengo moja. Okay. Na sio kwamba eti kwa mfano kama mimi nimeenda kwenye tasnia hizi kubwa hizi. Yes. Lakini ambazo zinasikika kidogo kimataifa huko. Yes. Nimeenda pale. Yeah. Na naeleza shida yangu, wananisikiliza vizuri. Yes. Kwamba wewe ni mwigizaji nini na nini, wamekupima nini na nini. Yeah. Katika tasnia yetu ya uigizaji ya Tanzania, ina ile ya kudharauriana. Okay. Kudharauriana. Sahihi kabisa. Lakini licha ya kusema kudharauriwa, kipi ambacho wewe umechukua hatua kusema kwamba nifanye kwa namna hii, niweke mipaka hii na hii, mradi niweze kustahimili heshima yangu isiweze kushuka au kiwango changu cha uigizaji kisiweze kushuka? Njia zipi hasa unazitumia kwa kumalizia hii interview? Njia zangu mimi ninazotumia. Yes. Moja ni kujiamini mimi kama mimi. Yeah. Ya pili ni kuweka hisia sana katika tasnia yangu ya uigizaji. Natamani kufika sehemu moja ambayo ipo rohoni mwangu. Okay. Na njia ya tatu ni kutokata tamaa. Sawa. Okay, basi kwa kumaliza maswali machache kama mawili au sio moja. Kitu gani ambacho kingine unafanya cha ziada katika hii tasnia ya filamu, kwa maana kuwa kuna vitengo mbalimbali ukiachana na kuigiza, kuna watu pia huwa wanafanya directing, wanafanya writing the story na nini. Wewe kipengele kipi ambacho huwa pia unakifanya au unapendelea kukifanya ukiwa katika crew ya production kama haupo katika engo ya uigizaji? Mimi kwenye mambo ya production, yes, napenda sana kushika mambo matatu. Okay. Kwa mfano sijapatiwa sini. Yes. Napenda waniweke katika hivi vitatu au angalau hata kimoja niwepo. Sawa. Kuna kimoja kile kinaitwa mwandishi. Okay. Napenda sana uandishi, ingawa ni mwigizaji lakini naandika. Sawa, ndio. Cha pili, napenda sana kushika kamera. Okay. Kushika kamera kwa shuti wenzangu. Sawa. Na cha tatu, natamani kuwa sound engineer. Okay. Kwa kwamba sauti zinakaa sawa na kila kitu. Okay, jambo jema bwana. Tulikuwa na mwigizaji kutokea Mbeya hapa, Uyole. Anapatikana hasa mtaa unaitwa Uyole ya Kati, pale barabara kuelekea Igawilo. Kwa maana kuwa tulikuwa na interview na yeye na tumeulizana maswali mengi, maswali ya muhimu. Basi usichoke, na kumpata yeye ni rahisi sana. Tawasiliana nasi, namba zitawekwa hapo chini kumpata huyu msanii, kufanya naye kazi, pia kazi mbalimbali anaanza kuzifanya. Pia hata baadhi ya usimamizi wa vipengele kama alivyovizungumzia anaweza kufanya. Kwa hiyo kwa sisi vijana ambao tunafanya sanaa kwa sasa hivi, basi tupate wakati mzuri wa kushirikiana kufanya jambo lilo jema. Na hisi anaweza kaja mtu mkadiscuss hata story na kaaje vipi, mkaarrange, si ndio? Ndio hivyo. Vitu vinawezekana. Basi shukrani sana kwa kufika. Mungu akujalie. Asante.